Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni mtazamaji mpenzi kuifata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Habari ambazo zinakujia toka RTNC Goma. Habari kamili. Liwali makamu wa Kivu ya Kusini ambaye anahusika na siasa, pia kazi za uongozi, hata pia sheria, Dunia Masumbuko Bwenge aliweza kuendesha kazi za utekelezaji wa barabara katika eneo ambalo analiongoza. Ilikuwa ni Jumapili tarehe 12 ya mwezi Julai mwaka huu. Huyu alipenda kujua namna gani kazi zinazoendelea za barabara. Hapa naeleza. Il faut qu'on signe. Il faut qu'on signe les 25 tonnes. Là, c'est 25, là, il faut se limiter à 20. Là, s'il n'y a pas non, il faut signaler 20. À l'entrée comme à la sortie. Pour que les gens le sachent, parce que le système tout on a tout à qui dans ma camion. Les habitants. Na tukiendelea tu katika jimbo la Kivu ya Kusini, tukueleze ya kwamba chama cha AFC M23 kupitia kazi za serikali ya jimbo wameweza kuangalia namna gani wataweza kuondosha gala ambazo zinapatikana huko sehemu za Momosho, ambako pia zinahusika na kuweza kuweka takataka katika eneo hilo. Kiongozi ambaye ni liwali makamu ambaye anahusika na suala za siasa pia kazi bora, Dunia Masumbuko Duksa, aliweza pia kuangalia namna gani kazi hizi zinavyoendelea. Hapa pia anazidi kueleza. Jusqu'à ce que mon mari m'a pour parler, ça aussi vous devez évacuer. Ce sont les résolutions et il faut déjà immédiate. Ça y est, quoi, c'est mieux via Colomba conseil en sécurité. Je réunis tout ce qui est parcelle de Zabadjirani, ils ont comme concession parce que notre parcelle jusque là, il y a quoi s'attirer, quoi que ce soit, il t'a contenu les outils. En attendant l'aboutissement à ma négociation, tout ce qui est chez les voisins, il faut y avoir un chine, il faut vider tout ça, il faut évacuer et me faire rapport que vous avez exécuté cela. Nam, tukiwa tu huko jimboni Kivu ya Kusini, tukueleze ya kwamba chama pamoja na serikali ya jimbo waliweza kukutanisha mkutano ambayo uliweza kuzungumzia namna gani usafi utaweza kuonekana katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Na hivi wamesema ya kwamba wanapendelea mji wa Bukavu uwe safi, na ndio maana waliweza kuzungumzia katika mkutano wao suala linalohusu utekelezaji wa kazi za ukarabati pamoja usafi wa mji wote kwa jumla, kwani magonjwa mengi yanaonekana kwa kuweza kuacha uchafu hapa na pale, hasa ugonjwa wa mikono michafu ambayo inazidi kuwakumba raia wake. Ndio sababu wamechukua kikao cha siku 2 na huku wakiweza kuchunguza namna gani kazi hizo zinaweza zikaendelea kwa ajili ya kutekeleza kazi mbalimbali katika mji huo wa Bukavu. Tukijielekeza huko mtaani, yani huko sehemu za Minova, tukueleze ya kwamba liwali wa Kivu ya Kusini Patrick Busu Bwangwi Shombo aliweza kuzungumza na raia wa eneo hilo, ambako pia waliweza kuangalia namna gani watasaidizana katika kazi mbalimbali ajili ya maendeleo ya kitongoji hicho. Baada ya mkutano huo, Bibi Clementine Ngaruye aliweza kutoa mafasirio zaidi. Zamani kulikuwa na ogopa hata avuka kutusambia, kulikuwa na muogopaka kusudi fike kwenye iko ilikuwa ka probleme mpaka waanze juzi, lakini kufika hapa kuna kasa saa yenye tumefanya nini, tumepanda. Antukani na washukuru sana na ndezi waomba kubisi wako na tusaidia viendelee hivi. Haiko shipeke njo tuko na probleme huko, bamingi bebako na mashida mbalimbali kabisa. Nina bashukuru sana na viendelee hivi, bisipunguke, viendelee. Tunajielekeza katika mtaa wa Ijwi ambako kiongozi wa mtaa huo ambaye anaitwa kwa jina la Pascal Tambuka aliweza kukutana na raia wakizungumzia mengi zaidi kuhusu namna gani vijana wa kitongoji hicho
wataweza kujiunga ajili ya maendeleo na pia kujiandikisha katika jeshi la ARC. Bwana Pascal Tambuka alikutana na viongozi wengine wa eneo hizo ambazo alikuwa akitembelea, na huku akiwahimiza vijana na akina mama, hasa wale ambao bado wana nguvu ya kuweza kusaidia ili kuleta maendeleo na kupigania nchi. Yote hayo aliweza kuichukulia muda wake. Tukirudi hapa mjini Goma, tujielekeze kunako ofisi ya liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini, ambako wachuuzi wa viato vya kombo ambayo inaitwa viato vya Vietnam waliweza kukutana mbele ya msimamizi wake liwali, ambaye ni kiongozi wa ofisi yake, huyu ambaye kwa jina ni Sanza Mahoro, aliyowapokea wakiwepo na makamu wake Remi Segiobe. Walizungumzia namna gani tatizo za soko ya viato zilikuwa zikisumbua raia wengi. Wamama pamoja naye meya wa mji wa Goma waliweza kutoa mafasirio kuhusu swala hili. Kulikuwa incomprehension entre wamama wa fondation Irene, wakati fondation Irene imeenda kuchangana na fondation ya mama Hortense. Kuna wamama moja ambao wao hawakuweza kuelewa, na tumeweza kuwaikalisha wote pamoja na tumeshapata suluhisho. Ilikuwa ni mizozo tu kidogo kidogo, lakini deja suluhisho imeshapatikana. Message yetu ni ya amani tu. Chama chetu ni chama ambacho kinapenda amani. Chama chetu hakipendi watu kugabulana. Chama chetu ni chama ambacho kinapenda umoja wa watu bila kufatana lugha, kabila, watu wote waishi fasi moja. Sisi tunawapatia amani ndani ya mji wa Goma, chama kinawapatia amani, na tunapenda hiyo kazi ambao wanafanya ni kazi ambazo zinaweka familia za mingi. Hatuzipenda tuwaone wao wanagombezana katikati yao. Yaani ni amani tu na umoja ndio itaweza kubeba mji wetu wa Goma mbele. Tunashukuru Mungu sana 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 kufatana na mizozo enye ilikuwa entre mamambre ya association mbalimbali, bakapenda ituambukie na si ikwe kote yetu. Me tunashukuru Mungu kwa wakuu viongozi wa hii province yetu. Tunasema Mungu awabariki, paske biko banakaribia ba mama na banasikia kila mtu kwa makini na banalamula bitu sawa sawa na ngizi balisikia na ngizi binaonekana. Precisement mie peke personnellement nashukuru kusema kwamba baku viongozi banasema abakuexige mtu atoke mu association yake wala atoke mufasi yake aende afizione, mebanacha kila mtu akue libre kutumika kazi, paske kazi ndio inatuletea chakula, kuchunga batoto na kuchunga majamaa. Tunasema asante sana, ya maana turespekte tu sheria za leta na ingine tuheshimiane, tupendane, malgré tunaweza kuwa tunafanya kazi moya miatuko executive kusema tufizione. Mimi nashukuru Mungu sana sana kwa hii maneno, nashukuru meya wa mji kwa patience yake, alisikia kote yote mbili. Nashukuru tena sana sana tena sana. Kulikuwa parti yenyewe ilikuwa inaanza labuda iko leze, labuda njoo balisema kuma reseaux sociaux, ikaacha viongozi wanatuita juu tusikilize nini ambayo haiendeke juu ya deménagement ya kutoka kwa fondation Mama Irene kwenda ku marché la prosperité ya kwa Mama Hortense. Viongozi wametushauria na wanasema mchuruzi iko libre ya kuchuruzia fasi kwenye anataka, lakini muamani, na wanasema habapendi ile fujo yenyewe bako banasikia. Ndio viongozi banatushauria. Vraiment tunapokea mashauri mzuri na tuko na obligation tena ya kuongea na bamambre betu juu tunaishi na watu kuba faire comprendre kama tuko na shida tuitatue entre sie. Me viongozi biko na kazi za mingi za kufanya, lakini wanatuambia ule ambaye anasikia anapenda uni mkubwa, milango ziko wazi, mwanapenda kujiexprimer, atakuwa na lomba audience, anakuya uliza mashauri, lakini pali ya kusema kuma radio kuma reseaux sociaux. Naam, mtazamaji, ni kwa habari hizi toka ofisi ya liwali wa Kivu Kaskazini ndipo tutaweza kumaliza mpango wetu wa habari kwa siku ya leo, tukiwashukuru nyote ambao umetufata na wale ambao wamechangia ili habari ziwafikie. Sote kwa jumla tunawatakia kila la kheri. Tunasema asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.